Tuinamishe vichwa tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa mbinguni, nacha mikononi mwako na kutukuza na kuinua kwa ajili wewe ndiye Jehova. Asante kwa ajili umetutendea mema tangu tulipoachana wiki hii mpaka wiki hii tumefika, tunasema wewe ni Ebeneza. Hakuna Mungu mwingine wa kuinuliwa ndani yetu ili wewe. Tunahitaji mwongozo ulio msafi na vyema tuelekeze katika njia zako. Nimekemea na kuharibu kila kasi ya ibilisi ya kutatanisha wengine na kuwapoteza njia. Katika jina la Yesu ipate kushindwa. Waachilia neema na nguvu zako juu ya watu wako. Watakase, wasafishe katika moyo na mawazo na mwili Baba. Wafungue wakienda kwa neno lako. Papa liwachenge na kuwainua Baba. Walio wagonjwa na itisha uponyaji juu yako. Walio na vita, simamisha vita ya ili Kristo kuwe pamoja nao. Kristo inuliwe na kupewa sifa Baba. Tazama kila mmoja ameingia mahali hapa Baba. Naomba uguse mioyo yetu ili tupate kutafuta uso wako peke yake. Nimegeuza na kuvunja kila madhabahu ya Shetani na kila roho inayofanya watu wako wakuwe na roho ngumu ipate kushindwa. Fungua milango na madirisha baraka juu yetu. Tutakapoenda kusoma katika maandiko matakatifu tuongoze. Ututangulie kwa kila jambo, sifa na shukrani zitakurudia. Ni wakati na kuhitaji katika mafundisho. Mimi ni chombo nitumikie Baba. Kila roho inaweza kusimama kinyume cha maandiko ipate kushindwa. Nimefunga kila maroho sabarini, kusimuni na nchi kavu, na roho ya utatanisi yote ukaondoe. Kaleta amani na utulivu na ukaachilie malaika wako wakashuke kila Baba. Katika jina la Yesu safi takatifu nimeomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika maandiko ya Mathayo mtakatifu 7 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 22. Tuende kuona jinsi Bwana Yesu Kristo alitenda kwa watu wake na akatenda makubwa na mema. Bwana Yesu apewe sifa. Mafundisho. Ni mafundisho aina gani alikuwa anapitia kwa wale waliomwamini ili wapeleka ujumbe kwa mataifa? Haleluya. Maandiko yatuambia kwamba niomba na tafuta pia pisha. Katika kuomba na kutafuta na kupisha katika imani, Bwana uonekana kwa kila jambo. Wewe unaotafuta usichoke kutafuta. Wewe unaopisha usichoke kupisha. Wewe unaomba usiache kuomba. Iwe wakati wa vita, wa majaribio, iwe wakati wa magonjwa, wewe zidi kumuita Bwana mpaka wakati ataitika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo penda Mungu wako kuliko vyote upendavyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu katika ulimwengu tuko nayo, lazima ujipende ndio nuru yako yaonekane mbele yako. Kwa hivyo vile ujipendavyo, penda Mungu wako. Kaa katika neno. Tembea katika nuru. Kanyaga katika mwangaza wa Yesu Kristo. Wawe tegemeo na kimbilio katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia hivi. Kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Kuna mtu anaweza mwanae kumuomba baba, mama nataka mkate, na wewe akumupe jiwe? Iwezekani. Kwa sababu kile mtoto atakuomba ndipo utampea. Kwa hivyo ikiwa wewe uko na hekima na maarifa hiyo, na Mungu wetu ni yeye aliyetupatia uzima na uhai, lazima arekeze ile yote tunaomba atujibu, ndio tufaulu katika njia za imani. Kwa hivyo chochote unaoomba lazima uombe katika njia za imani. Chochote unaoomba utatafuta lazima utafute katika imani. Kwa sababu njia mbili zilimushinda vizi. Kwa hiyo kabla uchatafuta uombe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuomba kunaambatana, lazima ukaribie umuite Bwana na yeye aitike. Haleluya.
Maandiko yatuambia, hau kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimuomba mkate atampa chiwe? Hao akimuomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa nyinyi mlio waovu, ikiwa sisi tulio waovu. Mesikia vile maandiko yanatuambia Mathayo mtakatifu. Ikiwa sisi tulio waovu mnachua kuwapa watoto wenu zawadi njema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema zaidi ya hao wamuombao? Kwa hivyo wale wasiomuomba atashuka kwa haraka. Kwa hivyo yule atakaa katika kumuita usiku na mchana atampa. Hata wewe mgeni akaribia kwa nyumba yako muite saa yote, ukipisha utaona kama umechoka, wacha mchibu ndiye aingie ama kuondokea. Maandiko tuuliza, kama kuna mmoja wenu mtoto wake anaweza kumuitisha mkate ampatie chiwe, ama anaweza kumuitisha samaki ampatie nyoka, ikiwa sisi tunastua kupeana watoto wetu, je, yule aishie mbinguni aliyokupatia uzima na ushindi katika ulimwengu wa dhambi atafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Vile ujuavyo ya kwamba Mungu wetu ni wa neema na mwenye huruma kubwa sana, na fadhili zake ni za milele. Yeye ukucha wakati ufaaro, harakisi wala kuchelewa. Anakuja wakati ufaaro. Kwa hivyo wewe unayoomba na kutafuta, usichoke. Kaa katika neno. Mwambie Bwana akuongoze vile yeye apendapo. Usichoka chikangania ya ulimwengu ya kwamba unasema unaweza. Uwezi ukaweza bila Yesu Kristo ndani yako. Wacha kutawala na kuongoza. Uwezi ukasema utakuwa mshindi ikiwa una neno na Yesu Kristo ndani yako. Kwa hivyo lazima ukuwe mshindi ikiwa wewe unautafuta katika njia zilizo safi na takatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yakazidi kutuambia ya kwamba, basi ikiwa nyinyi mlio waovu, sisi tulio waovu, mnachua kuwapa watoto wema zaidi njema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapea mema zaidi yao wamuombao? Zaidi wa wale wamuombao. Sio wale wanatulia wanakuambia tunaongojea Bwana. Unakaa kwa nyumba utaki utafuta kazi, unasema Bwana ataonekana. Hawezi akaonekana kama utaomba utoke umwambie Bwana, tazama vile nilivyo, nataka kutoka nifanye kazi. Unipatie nguvu na afya njema ya kufanya kazi zaidi hapo nikutumikie, na wewe unibariki na riziki ya kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo maandiko yanatuambia kwamba ikiwa waovu tunachua kupeana watoto wetu, je, zaidi hapo Baba yetu aliyo mbinguni atafanya nini kwetu? Kwa sababu atazidi kutupa zaidi wale wamuombao. Sio wale wanarara, wanasema siwezi, sina pesa ya kununua chakula. Mtu anakaa the whole day, ya mama akuja mletea chakula. Sichasema wanaume wasilete chakula, vyema. Lakini angalia ile wakati imefika, ni wakati gani tuko nao? Wakati wa kushikana mikono. Bwana Yesu apewe sifa. Inuliwe. Na wewe mwanaume usije ukasema, hata bishop alisema utoke utafute. Mwekea hata kibiashara kama anaweza, kama ataweza kwenda kazini ni sawa. Kwa sababu wakati tumefika, ni wakati wa kushikana mikono. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo uwezi ukarara chakula ikuje kwa meza. Uwezi ukarara upite mtihani wako. Uwezi ukasema sasa ile maombi na ile anointing nilimwagiwa nitapita mtihani bila kusoma. Lazima uweke kitabu mbele yako usome ya kwamba utasoma tena. Bwana Yesu apewe sifa. Najua hii wakati nilisoma nililala sikufanya vyema, lakini Mungu wangu nisaidie nipatie afya ya kuamka mapema na kusoma na kuwa mwaminifu katika masomo yangu. Kuwa mwaminifu katika masomo yako inamaanisha aje wanafunzi? Sio wakati unaona dadi wala mami ndio nasoma.
Ni wakati unagundua ya kwamba inahitaji usome maisha yake kuche kubadilika, kwa sababu vile umechiweka ndivyo tavia. Maisha ni ngumu kwa sababu mama na dadi wanazeeka, hawatakuwa na miaka inaendelea kuzonga. Kwa hivyo lazima ujipange. Ukijipanga vibaya utakuwa hivi, ukijipanga vima utafanikiwa, utakula matunda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na mzazi na wewe pia lazima uchikakamue. Ujue kwamba mtoto anataka akule vizuri, iwezekana asome vizuri, pia avae mavazi yaliyo mema. Hivyo usicho kaachilio nasema hata siwezi nikaweza kusomeza wale wengine mahali huko. Utaweza. Ukisema uwezi ukafanikiwa, lakini ukisema unaweza kwa imani kwa ajili ya Yesu Kristo. Lazima mwambie Bwana, na mimi nataka kuona mabadiliko katika nyumba yako. Ile tunapata kidogo nataka ikuwe pressing. Wakati natoa unikumbuke ukienda kubariki wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kusema kile kitu uwezi. Kwani kuna yule ako na muhuri kwa mwongo, anaonekana yeye anaweza. Kitu ni kuomba Bwana, ukaa katika maombi na kumwambia Bwana, sasa nimeamka. Na mahali naenda siendi kupatiza. Naenda kwa chini nipate riziki ya kutosha. Mahali naenda mahali pale nipatie nguvu na afya. Hata wengine wakisema ni ngumu kazi, mimi nitavumilia katika ile ngumu, lakini nahitaji wewe neema ya kutosha. Nikuwe na afya, nikuwe na nguvu, na utoe kila midomo michafu inaweza kuniingilia mahali pale. Unajua Shetani hataki furaha, Shetani hataki umoja, Shetani hataki upendo. Na wewe mwanafunzi wacha kufika kidato ya tatu unaambiwa hapo hesabu ni ngumu. Uwezi ukaweza, yule akofamfua na kuambia uwezi kwa sababu yeye kwa mshinda. Anachukua akili zake kwa mwalimu. Na wewe sema kwa sababu yule cheni ngumu, yule choni alisema ngumu, sasa nitaacha. Wengine wanapoza amu katika masomo wakiwa form 1. Akienda yuko anaingia grupu mbaya, inasema sisi wakati wa darasa tunatoka tunaenda choo. Tuna waste time yetu kula choo, tukikija tupata si ametoka. Si wewe kisha yule anaendelea kula pesa yake. Monthly anapokea. Wewe unadanganya msasi ya kwamba unasoma, kumbe mahali pale umeingia grupu zingine mbaya. Kumbuka vile ulienda shule, tarudi peke yako. Bwana Yesu apewe. Na Shetani anachua kutawala. Kuna wale wanasoma wazuri kusoma usiku, wanakudanganya hawataki kusoma. Lakini unashindwa anasomea wapi na tunacheza na yeye. Shetani apitii kwa hewa mwanafunzi. Shetani anaweza kupitia yule unaamini na rafiki yako. Akukoroge, usifikirie masomo, ufikirie njiangi, lakini wewe ndio unaona mahali unatoka na unaelekea wapi. Na hiyo pesa ya mamu ya dadi unasomea ni ya muda, wao wanaseeka. Itumie vizuri, usije ukasema ningejua. Wacha kusema utakuwa tu rate, utapata baba amezeeka, mama anaseeka, baba ameenda retire, mama na yeye anataka msaidizi wa kumsaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kwenda usule sio kwenda ukue mchinga. Unaenda usule ndio ukue mwerevu. Utasame mahali unatoka. Ichalisi background ya utachiri uko nayo. Sio utachiri ni wa mamako na babako. Utachiri sio wenu. Utachiri ni wa mamako na wa babako. Vile walichikakamua wakaipokea na wewe ikakamua uko na bahati. Kuna wale hawakusoma vile umesoma. Kwa hivyo usisema yule kusoma lakini sahihi yako na Nissan. Wewe Mungu akulikurehemu ukapata pesa ukapelekwa shule nzuri. Kama Bwana amekuwezesha, make use of it. Ile fees baba anatumia. Usije ukasema baba akona pesa ni yake. Usije ukasema mama akona pesa ni yake. Na wao wanataka maisha mazuri wakao uzeni wao. Sio kutafutia, utafika ile miaka inaendelea kuishi. Akwambia wewe mwenyewe. Kwa hivyo ile chance ulio nayo mwanafunzi kidogo, tafuta Yesu Kristo akae ndani yako. Wacha kukua mfifu, kwa sababu ufifu ni wa Shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ukiwa na nguvu fanya kazi. Wewe ukiwa wewe ufukuzu zure unasoma, soma kwa bidii. Bwana Yesu apewe sifa. Sema hata nikiacha kusoma kuna magorofa kwetu, kuna pesa. Ile pesa ni ya babako na mamako.
Bwana Yesu apewe sifa. Nilipotembelea mzee mmoja aliniambia yeye alisomeza watoto akamaliza. Na vile alisomeza watoto akamaliza na yeye asomeza na asiposomeza wako ni juu yake. Kwa hivyo huyo mzee hata mchuku wake akuje kwa nyumba anataka pencil aweze akanunua, nilimsautia, nilimpatia mkono. Kwa sababu alisomeza. Kwa hivyo usicho ukajidanganya nitaharibu. Hiyo wakati mama na papa wako na afya ama your guardian, tumia pesa vizuri. Kwa sababu utafika wakati utahitaji masomo. Yatafanya nini? Yatakosa. Kwa hivyo ukimweka Mungu mbele yako katika masomo, katika kazi yake ya mkono, katika ndoa yako, kwa watoto wako, Bwana atakuongoza vyema. Lakini ukijifanya ya kwamba unajua, kwamba unajua lakini hujui, dunia ni mbaya. Na tukiwa hapa dunia tunapita. Na ukiwa hapa dunia ukipita, tafuta mema. Tafuta huyu Yesu Kristo ndiye akuundie yaliyo mema mbele yako. Kwa hivyo ile dakika ulio nao usiharibu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua kurudi kwa mwana wa Mungu hatujui, wala malaika wa Bwana hawajui. Kwa hivyo usiache kumtafuta huyu Yesu Kristo. Mtafute mpaka na ile dakika na saa ulio nayo ndio masaa yako. Kwa hivyo ukienda kwa Bwana pisa vyema. Usipise kwake ukiwa na vucho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukienda kwako ukipisa ukiwa na vucho, maombi yako haitajibiwa. Nyenyekea chini ya miguu yake. Mwambie wewe ni mwenye dhambi, unapenda kuinue. Wewe unajua ya kwamba uchastahili machoni mwake. Unapenda akuinue wakati anaopita kubariki walio wake, akukumbuke na wewe pia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunatafuta lakini tunatafuta na njia mbaya. Tunapisha lakini tunapisha katika njia mbaya. Tunaomba lakini tunaomba katika nia mbaya. Ndio kwa sababu atufaulu katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Leo naomba Bwana ukiniongoza katika njia njema na katika mahali niko uniinue nitakutumikia. Lakini muda sio muda, unasahau muda mchache yale ulionena mbele ya macho ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu tumeomba katika njia mbaya, tumetafuta katika njia mbaya, tumepisha katika nia mbaya, unashindana na mwenzako. Sio kumtafuta huyu Yesu Kristo. Mtafuta huyu Yesu Kristo kwa sababu uwesio ukalemewa kamwe. Uwesio ukakoza chochote. Wakati unaomuomba muombe katika njia nzuri. Usimuombe kuwa na fucho. Muombe ya kwamba utamuomba tena. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yakatuuliza nje, ikiwa sisi tulio waofu mnajua kuwapa watoto wenu wema zaidi njema, je, si zaidi sana Baba yetu aliye mbinguni atawapa mema zaidi ya waliomuomba? Waliomuomba ndiye anabariki. Wale waliomuomba ndiye anakamilisha nia zao. Lakini wale wanaolala wanasema, Baba unaona niko na shida, sina chakula. Lakini unalala 24 hours bwana. Unakaa unatoka huko nje unapiga misene unarudi. Unazunguka nyumba kwa nyumba ni mastori. Lakini hutaki kuzunguka, uende ukifika wape upate mwenye ameremewa na nyanya, hana wa kuzunguka na mzunguzia. Ndio uwezi ukakota shilingi 50. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi ni kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tunaomwendea Bwana tunamwambia tunahitaji. Na lazima tushughulike, tuonekana tunahitaji. Kushiba, kufaa vyema, kukaa katika ndoa iliyo safi, kulisha watoto wetu vyema, kupeleka watoto wetu mahali wanaweza kusaidika. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini usisema enda hivyo tu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati Bwana anataka uone uwerevu aliyetuachia, uaminifu aliyetuachia. Bwana Yesu apewe sifa. Aone vile tunafua mavazi yetu, ikiwa tunafua inang'ara ama tunaacha madoa. Katika maisha yetu ibadilike. Kwa sababu ukiomba Bwana katika
mtakatifu, yeye ukukamilisia yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ikiwa sisi tunapea watoto kile wanahitaji njema, na Baba yetu aliyo mbinguni atatubariki yaliyo mema, na ikiwa tutaomba katika njia za imani na uaminifu, na ikiwa tutaomba katika nia nzuri, yeye atatukamilishia mambo yote. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tuone ni amri gani Bwana aliweka mbele ya mwanadamu ndio maisha yao yapate kuchengeka katika kiroho, ama maisha yao yapate kuchengeka katika Ukristo. Maandiko yatuambia hivi, mstari wa 12, basi yoyote mnayotakayo mtendewe na watu, nanyi watendee hivyo hivyo, maana hivyo ndivyo torati ya manabii. Bwana Yesu apewe sifa. Nirudie. Akawafundisha akawaambia, basi yoyote mnayotakayo mtendewe na watu, nanyi watendee hivyo hivyo, maana hivyo ndivyo torati ya manabii. Bwana Yesu apewe sifa. Hata chochote unayotaka wewe utendee, tendea na mwingine. Ukitaka baraka, muombe baraka na upokee hizo baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini uwezo ukamtendea maovu expect hata mazuri. Lazima yatakuwa yale maovu uliyotendea mwenzako. Tenda yaliyo mema, tendea mwenzako. Ukitaka baraka, ombea mwenzako baraka. Bwana Yesu. Kwa hivyo maandiko amri yakubwa natuonyesha kuwa na upendo. Upendo ufunika dhambi, upendo uvicha mambo mengi. Ndio sisi tunapata neema kutoka kwa Bwana. Bwana inuliwe. Kwa hivyo maandiko yatuambia kwamba ukitaka utendewe mema, tendea mwenzako mema. Bwana Yesu apewe sifa. Ikazidi kutuambia mlango wa 13, jinsi vile tunaweza kukaa kwa Yesu Kristo, njia gani tunaweza kuwa tunafanya yaliyo mema na tunaweza kuepukana yaliyo maovu. Maandiko yatuambia hivi, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana ni mlango ni mpana na njia ni mbana iendayo potafuni, nao ni wengi waingiao kupita mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia isongayo ienda uzimani, nao ni wachache. Akafundisha akasema katika maandiko ya Mathayo 10 mstari wa 13, yatuambia ya kwamba kwanza tueleze juu ya amri. Ukitaka mema, tendea mwenzako mwema. Ukitaka baraka, bariki mwenzako ndio pokee baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Baraka lazima usitafute, asiwezi kwenda kukuchia ukiwa umelala. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lazima utafute baraka. Ukitenda mazuri kwa mwenzako, kwa jirani yako, kwa mtoto wa jirani yako, unatafuta baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiinukia yule aliyo maskini kwa sababu yeye ni maskini, unamwambia utamstaki na kumlipe, huyo chatafuta baraka, umetafuta laana. Kwa sababu kitu ya kwanza umemdhulumu. Umeenda kinyume cha andiko, umevunja amri ya Bwana. Kwa sababu lazima upendo uonekane kati yenu kabla hujatafuta baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Na baraka yenyewe mwenye ndiye anatafuta baraka ama laana. Usije ukasema umelaaniwa. Wewe ukiheshimu watumishi wa Mungu utapokea baraka. Ukienda kinyume utapokea laana. Iwe mama yako ndio mtumishi, iwe baba yako ndio mtumishi, iwe shangazi yako ndio mtumishi, lazima apewe heshima yake ndio baraka siti. Uwezi ukasema ni mama siwezi kumheshimu. Lazima mheshimu kuwa mtumishi wa Bwana ndio pokee baraka kutoka kwa Bwana. Watu wengi hatujui kutafuta baraka. Watu wengi tunajificha kwa baraka, ndio tunatokea na laana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ndio utatafuta baraka kwa Baba. Mwambie bibi, mimi nahitaji unibariki pamoja na nyumbani. Ni jinsi gani unaotafuta baraka? Ni kuliheshimu neno la Bwana na kunyenyekea mbele ya macho ya Bwana. Ni jinsi gani unayoheshimu neno la Bwana?
Kuheshimu neno la Bwana lazima uheshimu watumishi wa Bwana wanaokuongoza mahali popote ulipo. Lazima ukue ukitenda yaliyo haki. Usisemesane yaliyo uongo juu yako, kwa sababu wale yule aliyemtuma ni mkuu kuliko yale yaliyo kinywani mwako. Usisudie uongo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Baada ya amri, maandiko yakwambia walifunzwa wakaambiwa kuna njia moja, kuna njia mbili. Kuna njia moja ya kuelekea kule Jehanamu na njia moja nyingine ya kuelekea paradiso. Kuna njia ile nyembamba, maandiko yatuambia kwamba ile njia nyembamba utakayofuata utaelekea mahali pale Baba anastahili uende. Lakini hiyo njia mbana ni wengi wanaingia kwa sababu wale ni watu wasioamini na kutenda yaliyo haki mbele ya Bwana. Na wale wanaingia katika njia mbamba ni wale wanaoamini na kutenda yaliyo haki. Kwa hivyo maandiko yanatuambia katika ile njia mbana wanaonekana wakiingia wengi. Kwa nini? Wamesongwa na raha ya ulimwengu, hawamtambui Yesu Kristo. Wamefika mahali wamejiona hawawezi wakumtumikia Bwana kwa sababu wanasema hawana shida. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka uone yule mtu akona kitu sawa nao alikuwa anamulilia Bwana. Lakini wakati amepokea amemwasi Bwana. Kuna wale Biblia ilikuwa inatoka kwa mkono. Lakini baada ya kufaulu hata hawamtambui jirani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amtambui yule aliye kando yake kwa sababu yeye ni mkubwa. Lakini nani mkubwa katika ulimwengu wa dhambi? Ni yule aliyetuumba na kutupatia uzima na uhai. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukiangalia katika ulimwengu ama taifa letu, utapata wengi kabla hawajaingia katika vyoo wananyenyekea. Wengi wanaenda kanisani wakiwa na Biblia. Wengi kosi kwa mkono. Kiwa walikuwa wanaashora makaa, mayai ni nini, walikuwa wanabeba Biblia. Biblia inakuwa kando wakiuza kama ni mboga. Biblia inakuwa kando wakiuza makaa. Biblia inakuwa kando wakiuza mayai. Lakini wakati waliopata hera walimsahau Bwana. Hata hawajui mlango wa kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha Shetani amenyakuwa wengi. Wamesahau Yesu Kristo, wameanza kurudi katika njia za giza. Kwa hivyo watu kama hao inafaa tuombe zaidi. Ndio Bwana awafungue wapate kuona. Awaondolee ile kiambasi wana wa Israeli waliokuwa wamefunikwa. Wengi wamefunikwa kwa sababu wameingiwa, wameona ulimwengu, hawamuoni Baba aliyowakufia msalabani. Kwa hivyo wewe msikilizani na kuambia kwamba kumbuka Baba aliyokufia msalabani. Uone mahali ulitoka ukaenda ng'ambo nyingine, lazima umheshimu huyo Mungu. Na kumheshimu Mungu wako ni kutenda yaliyo haki na mema mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukitendea mwenzako mema na yali haki, yeye atakukumbuka akiwa katika kiti yake enzi. Atasema yale nimeona yule anaofanya ni mema. Yule mtoto wangu nimeacha mahali pale, kila anaofanya kinanipendeza. Kwa hivyo atakuwekea tiki na kuongezea masiku na kupatia hekima na maarifa. Mahali popote uendapo yeye aonekane mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tujaribu kutenda yaliyo mema, tukataa ibilisi. Kwa sababu Shetani ni muongo. Kazi yao ni kuja na kuua. Kwa hivyo amepoteza wengi akiwaonyesha ya ulimwengu. Lakini hawezi akatambua anatoka wapi anaelekea wapi. Kwa sababu wengi wamechazwa na ya ulimwengu, wamemuasi Bwana. Kumbuka wakati alikuwa na Asura, alikuwa anatembea na Biblia kwa sukuma kando, anaweka hapa, lakini wakati alifaulu katika njia zake alimuasi Bwana. Kwa sababu hakuna kitu anaweza kumwambia. Akitaka akaende kutoka hapa mpaka Kisumu na ndege naye. Akitaka aende mpaka Mombasa na ndege naye. Akitaka asema ya kwamba atafanya hivi ataenda. Lakini hawezi kumtumikia Bwana katika roho yake na kweli. Hawezi kutenda yaliyo haki, atafute baraka. Hawezi akakulisa yatima, wachane na maskini, yatafute baraka katika hiyo njia. Hawezi akaepukana na maovu kwa mtu maskini, amemstaki bila hatia, amempeleka kule gorogoroni, akisema ameenda hivi, anatumia pesa ndiye amzunguke mbele.
Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo sio baraka anatafuta. Anatafuta laana kwa sababu amegusa jicho la Bwana. Amegusa moyo wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wa Kristo tuone sana kabla tujagusa nafasi ya Bwana. Kwa sababu yule mwanamke wakati alifuza damu ilifanya nini? Kwa hivyo kumaanisha huyu Yesu Kristo akona nguvu kwa kutenda yaliyo yoyote maovu, kwa kusimamisha na kutenda yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ukiwa umeosa mavazi yako ndani na nje, wewe ukiwa unamwamini na unaomba katika njia za imani, wakati unainama tu Bwana anachua mawazo na fikira zako, anakujibu kabla hujamuita. Kwa hivyo ni vyema tuose mavazi yetu, roho zetu zikuwe safi kwanza kabla tumkaribia huyu Yesu Kristo. Kwa sababu ukimkaribia ukiwa na madoadoa, yeye huachilia hasira juu yako. Na akiachilia hasira, Shetani ako kando, atachifuna, atakustaki bila alistaki Ayubu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunaona ya kwamba Ayubu wakati Shetani alimstaki kule juu mbinguni, maandiko yatuambia alishinda kupitia neno. Wewe mpendwa, useme neno. Tukiingia katika nyumba yako tunapata magazeti mingi, lakini uweze ukapata Biblia. Na hiyo Biblia ulio nayo itumikie vyema. Usichukue Biblia ukaweka kwa huko tu kwa chini. Mtu akiingia katika hiyo ofisi yako anaona Biblia, lakini hujui maana ya Biblia kuweka kwa ofisi yako. Unasema ya kwamba inakupigania vita. Biblia iweze kupigania vita isipokuwa ukuwe na imani katika maombi. Waambie Bwana, nimemaliza maombi na nimekutakasa mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuitumie vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hata Shetani anajua kutaka kukutoa akili, lazima atumie Biblia. Ndio unapata Biblia mingi zimejaa kwa waganga. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unapata Biblia mingi zimepepo na watu waongo. Kama wewe msichana ucholewa, mtu anakuja na Biblia, anakuambia mimi nimeokoka, mimi nimefanya hivi na hivi, anashika Biblia, lakini baadaye wakati wa kuolewa unaona fumbi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kijana na wewe unapata ready akiwa anasema ameokoka, na wewe ukisema huyu anafaa aende tukae naye maisha mazuri. Ukienda ukakaa mwezi yaani ukakaa miezi moja mbili, unapata nini usimeka kwa nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi tukiokoka tunakuwa werevu, hatuwe wajinga. Wanafunzi mkisoma mnakuwa werevu, mkwe ujinga. Kwa sababu mtu akuambia kufuta hii bangi, unamwambia no, siwezi nikafuta kwa sababu hii inadhuru nini? Mwili wangu, inadhuru afya yangu. Sio wasema unafuta ndio umfurahishe. One sasa unatosa na wewe kufuta. Wewe kumbuka baba yako alifuta. Wewe msichana unaofuta, baba yako alifuta. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna vitu unaweza kuangalia katika ulimwengu wa dhambi. Unakuwa na msimamo. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kuona ya kwamba ile pewa pocket money mingi ni ya kuenda kufuta, kununua bangi, tembea, ati unasikia uko haire. Wanasema hivyo. Ati uko haire, ile ya nini? You are wasting your parents' money. Unasema uko haire, utafika utatoa macho kama samaki iko kwa maji. Mimi kuna vijana napenda sana. Vijana ametoka buafani. Na wakati anafunga, anapiga hesabu yake, anatafuta kibarua, anasoma. Huyu kijana uwezo ukampatia banki. Ananiambia akienda shule anaona wengine, wacha nyinyi kujifanya ndee. You have to struggle. Maisha imekuwa saa hii lazima ufanye kazi. Kama mama na dadi wameenda kazi, osha vyombo. Wewe wacha kusema ati wewe ni mwanaume uweze kuoza. Unasumbua yule chuni wewe ni mdogo, ati osha na mpiga ati wewe ni mkubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Osha vyombo. Si kijana wangu ako na 27 anaosha vyombo, wewe ni nani sasa? Na anatii. Wewe kuacha kusema kuna vitu vingine unasema unaona waide. Naona nini?
Utaenda huko potee, uta waste your time kwa masomo, mwisho utaendeza mgongoteni na hata ukose kuendeza kwa sababu mgongoteni saini 20,000. Utatoa wapi? Mia ile pesa mama na baba anakupatia vyema. Ingia kwa masomo usome. Waje kama mama baba na hiyo pesa ikiche evidence na ukumbuke wengine wanasoma. Kumbuka kuna wengine wanasoma pia. Wanatakana wasome wafike mahali wa uko na wewe pia. Ukiharibu hiyo pesa utakuja kunikumbuka. Uandike leo chini. Enda wewe ukifika kule unasema uko haiye. Uko haiye nini sasa? Wema, wachana mambo mingi. Wachana starehe zingine. Wachana lifestyle zimekuja. Wewe ingia kwa kitabu usome. Umwambie daddy, nataka hivi na hivi, tafadhali. Wewe kuwa na friend yule anaelewa juu ya masomo. Wacha kuungana na goigoi wengine walipoteza network. Sasa wewe tumekupeleka kwa shule kuwa mwerevu ama mjinga? Tumekupeleka kwa shule kuwa mwerevu? Wanataka ku waste time zao, wachana nao. Furahisha. Ati kwa sababu anakuletea keki kule shuleni unakula. Kwani kwenu unarana njaa? Kula ile iko shukuru Mungu. Kunywa ile huko useme Mungu ni asante. Usidi kubarikia wazazi na wafungulie. Usione ni kawaida kuwa mahali huko. Baba yako na mama yako labda walikanyaga chini wakaenda shule. Hawakufaulu kwa ajili ya umaskini. Lakini mweye Mungu amemwezesha akuweka mahali pazuri. Some. Ulete china katika maisha. Yesu apewe sifa. Sasa wewe ukienda ukisema unafanya na hivi, wewe sio kaleta china, unasurura mulonga na kuambia unaenda kwa utarudi peke yako. Na yule muungano naye utamuona. Yule labda ako na mtu ako kule Amerika. Anafinya hivi pesa inaingia dola. Wewe inaingia ngapi? Wewe kula ile mama na baba anakupatia hata 50 na 100 toseka nayo. Wacha mambo mengine. Kwa mtu super. Kila kitu unatenda jua ya kwamba unatenda nini. Kwa mwerefu kwa sababu hatujawapeleka. Fuata ile njia nyembamba. Wacha kufuata njia mbana. Mahali magoigoi wanaingia wanafanya kitu isiyomfurahisha Bwana. Mimi nataka kuwa Mkristo ndani yangu. Nataka kuabudu. Hizi mastaili na fundisho mahali niko ndani anaingia. Na Shetani siku hizi anatumia hizi hawa yani. Anaingia haraka kwa sababu wanajua wao hawataki kuchoka, wanataka kitu ya rai. Akikupata kwa chini ombangi anaingia na dini na wewe. Kuja sasa unakaa kama samaki uko kwa maji. Ifa. Ndio wewe ukisoma fuata njia nyembamba. Ukienda mahali pale kwa nyembamba. Ukiwa secondary fuata njia ukiwa amini Bwana. Acha kuweuka kama kinyonge. Fa? Kwa muamini Bwana, mwambia mtu kitu, futa hii kidogo. Wacha kuwa mrafi. Mwambie mimi sisi familia yetu imeokoka na tuambatani na hiyo chambo. Kwa na msimama Bwana. Leo unapelekea na upepo, unacheka. Sasa utaona umeanza kukula vitu unaanza kucheka kama mjinga. Wewe unaharibu for 12 years ukiwa zure. Ati unasoma. Mwishowe siku hizi hakuna mwanamke anataka mwanaume achasoma. Hakuna mwanaume anataka mwanamke achasoma. Hakuna mwanamke anataka mwanaume achasoma. Na familia inaweza kuaccept hayo. Ni wakati imefika. Kwa hivyo lazima ujiandalie maisha yako mema. Ujue kwamba kule umeenda unaambia Bwana control kila chambo uende kulingana na mbezi yako. Wacha kuenda kwa sababu unaona rafiki yako na yeye alienda akafaulu. Uwezi ukaruka miiba, ujue vile aliruka maana, utaruka no wangi juu. Kwa hivyo lazima usome kile kilio kidogo, soma. Wacha kusema mama ajanunua kitabu, ila alinunua 2 wakati aliweza kununua. Hiyo na pasi. Hiyo umesoma ama unaweka chini ya box. Wewe hiyo umesoma, tujue ya kwamba hapo umefaulu. Kwa hivyo wanafunzi, tuangalie nyuma, tuangalie mbele mahali tunaenda, uangalie kando, uone msaidizi wako anatoka juu mbinguni. Kwa mnyenyekevu, hodi kubwa,
Kwa ukitii, wacha kufanya vitu charo charo. Unajua ukijificha ati mama ameenda, dadi ameenda, unaoga, uko runga runga. Uko Kwale. Uko kwa Ruben ati una boys are very dangerous. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuwa watu wamejiheshimu. Wacha kuweka vifua nje. Wacha kuweka miguu nje yote. Na we mama, ukiona mtoto anaweka miguu nje na kifua, mnatembea, unasema huyo ni wangu. Mnatembea ache na yeye, unasema ni wakati gani hiyo? Wakati wa kutembea uchi? Kwani ni Sodoma na Gomora? Bwana Yesu apewe sifa. Ukipata ni pocket maana alinunua hiyo nguo ichome. Niite nikusaidie kama hakuna mafuta. Ya inachomwa. Kwa mtu unajiheshimu. Respect yourself. Wakati unakuwa mtu wesumu utazimika. If you don't want to respect yourself, utaheshimiwa. Kuna wale wanakuangalia after your school, mtu ataangalia ni msichana gani utaoa. Ni yule alikuwa ameweka matiti nje yote. Ni yule alikuwa anaweka kifua nje yote. Ni yule alikuwa ai. Jameni. Bwana Yesu apewe sifa. Respect yourself really. Jiheshimu. Ukijiheshimu na wewe utaheshimiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ni sisi wazazi tufunze watoto vyema. Mtoto asiyokuambia anaenda party ya nini? Ya nini anakuambia anaenda party kwa friend yake? Kitu ya maana ni familia. Baba yako na mama yako. Hiyo ndio kitu ya na Mungu wako. Kwa hivyo respect your familia. Kile mama anakuambia usione uko na ID, utachisoti aje. Unatembea hata mchengo siku hizi wanachagua bwana. Unasema utafanya mchengo. Wanajuana huko. Huko sio mchezo. Respect yourself. Ukitoka shule, ukiwa nyumbani, vaa mavazi ya heshima. Kuna wengine nilikutana nao wako karibu kuingia kwa mtaro. Bwana Yesu apewe sifa. Onekana ni familia na muogopa Bwana na wacha kuaibisha msasi wako mahali anaenda. Kama ni trouser unavaa msichana, vaa official trouser. Wacha kuvaa kitu kingine transparent. Hata baba yako mnatembea na yeye acha kwa njia. Vaa official. Bwana Yesu apewe sifa. Wanafunzi tunaelewana wewe? Tunaelewana nyinyi? Kwa mtu mwenye heshima, respect yourself. Ukiwa respect utaheshimiwa. Unajua watu wengi wanapenda ule mtu anajiheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wangu nilijionea. Dada yangu naye ufuata alikuja Nairobi kufanya kazi. Wakati alirudi, sio siku hiyo mtoto ukisautiwa na jirani, unakimbia unaleta mama, mnaanza kupepa mapanga, mnapiga jirani ati anadharau mtoto wangu. Na ni kitu anakuambia ukirekebishwa, rekebisha baba. Ukirekebishwa kubali, mtoto arekebishwe. Na mtoto asikuralie kama mkeka. Kwa mtu ukisema no unamaanisha no. Ukisema yes unamaanisha yes. Hata siku hizi tunashindwa kupita njia na watoto. Kwa sababu ile mambo tunachionea ni magumu. Lakini nataka si Wakristo tukue kisambo kwa wale wamepotea. Bwana Yesu apewe sifa. Dada yangu wakati alifika karibu na soko, ilikuwa karibu hapo ndio kuango kumeanzia. Wacha wakutana na kijana wa Ango. Huyo naita cousin. Alimpata akiwa ameweka trosa. Alipomuona akamwambia kucha. Alimpiga ile mbaya mbofu. Tukaona mtu anakimbia mpaka kuanyua po. Tukamuuliza ni nini? Mimi nilicheka mpaka nikarara chini. Tukamuuliza ni nini? Akasema bana fulani amenipiga mbaya. Kamwambia nakupigia nini? Yeye amejifunga leso sasa. Alikuwa na leso. Hivi na hivi. Kamwambia unajua the community rasmi kufanya nini? Kurekebisha, lakini kuacha community sahihi rekebishe mtoto wako. Utatoka na panga, utaenda kuachivu mustaki.
utaenda umwambie you have a light. Light gani? Light ya kutembea uchi. Heshima inakosa. Wacha kusema ako na light. Sisi ndio tunaweka watoto vibaya. Ati ako na light ya nini? Ya kutembea uchi, ya kuweka uasi, muongo uasi, na is your light. Bwana Yesu apewe sifa. Alitulia mpaka Nairobi akasindi kuru, alitandukwa proper. Lakini wacha mtoto wako arekebishwe saa hii. Utatoka na upanga na pitiri mingi. Hiyo sasa kumaanisha sisi ndio tumepoteza watoto. Unawaambia ni wakati imefika. Kama wakati imefika ya Gomora na Somora, wafanye wake basi. Bwana Yesu apewe sifa. Tufunze njia iliyo nzuri, watoto hawawezi wakafanya nini? Kusahau. Tuwafunze njia ya kwenda kwa Kristo. Hiyo ndio njia nyembamba. Tungangana hata ikiwa nzito, tupate tumwafikisha mahali hata ukilala saa hii mtoto atapaki akiwa na BF. Hata mchirani anatamani yule mtoto wako akae naye. Anatamani kuna mwingine anasema huyu mtoto wangu sitaki akamba ni hapa kwangu. Akona tabia mbaya. Akona tabia mbaya, sitaki watembee. Hata ikiwa wazazi wamekufa ni huruma, lakini siwataki kwa sababu ile tabia wako naye inifurahi. Wewe utaacha watoto ukisema watoto wako wako na tabia mbaya. Hawezi wakasaidika kwa sababu ile tabia wako naye. Hawajiheshimu wao wenyewe. Kwa sababu kuonyesha heshima katika Kristo. Kwa hivyo mtoto wake lazima mfunze vile anafuata ile njia nyembamba. Tusije tukajifunza sisi peke yetu, tuache familia yetu. Tumwambie ukifanya hivi na hivi ni kosa. Ukienda kuonyea wacha kuchungulia kwa mlango. Mgeni akicha kwa nyumba wacha kumsikasika mifuko. Shetani ashindwe. Hiyo tabia niliona hapa wakati mwingine lakini nilikemea. Na sio mtoto wa standard 1 anashika. Ni mtoto wa secondary. Anashika ninunulie kitu. Hiyo tabia mbaya. Ni ukuta saa hiyo naitisa kiboko tunakutandika na msasi wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Umeruhusiwa kupepa kachai kauchi kwa chupa utatoka na kunywa. Lazima respect ya hao wakubwa wako. Sio kwamba usisoeana na mzazi sana, usisoeana na mtu mkubwa mbele yako, lazima umpatie heshima yake. Yeye aona unataka chips, si ati ninunue chips nifanye hivyo, unang'aangi mifuko. Hiyo tabia mbaya, shetani ashindwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitembea huko kwa nyumba yako kabla wachaomba unapata mtoto amefikisha sahani katikati. Mnakula naye? Mnakula naye kabla uchombewa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tufunze hata pia watoto, tuache kuonyesha hii malife. Tumwambie lazima ukuwe mnyenyekevu, unamuomba Bwana kabla ucharara na uchamuka. Ndio Mungu wakati aliyo mbali akaenda Sudani kuishi huko, akaenda Amerika, anajua kuomba Bwana. Lakini sio muache akuwe mtu wa kwenda hivi ajui kuomba. Hata waambie ukifika kwa nyumba umechoka, ni noisemakers, unafuruga mzee unafuruga mama, hata watoto wanashindwa wataenda wapi. Baada ya kusema kucha pamoja tuombe, ndio mtoto asikie vile unaomba na yeye kesa no. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika ile njia nyembamba tunaona ni wachache wanaingia kwa sababu ya kukosa kumtii Yesu Kristo na kutenda yale yake mbele yake. Na ile nyepana tunaona ni wengi walevi, wachawe, waganga wanapenda kufanya maovu. Hao ndio wanaingia katika ile njia pana na tunaambia ni wengi wamelemewa na hiyo njia. Kwa sababu wengi wakimuomba Bwana, wakibisa kwa Bwana hawavumilii, wanataka kitu ya haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi napendanga usema kama hii emergency hawataka kufanya kazi. Kama ni kuwapeleka kazi yangu ni awachili mahali pale. Muzi akiuza mtungi kama ilikuwa umenunua 45 ameuza 46. Akiuza 3 anaona wewe ni tajiri anaweka 500 ama 1000 kwa mvu. Yaani anataka ile utajiri wa haraka. Hata ukimwachia ile mboga kidogo hana heshima na hiyo mboga. Yaani ni mtu anataka atajirike kwa haraka, hataki kungojea. Ndio unapata watu kama huyo shetani ananyakua haraka. Shetani amejua kwamba hawa watoto wetu wako na tamaa, sio watu wa kusubiri. Bwana Yesu apewe sifa. Wako na tamaa sana, ndio shetani amewatumia sana. Unapata mtoto ameanza kugeuza chingo, kiongea na yeye ana kliki.
Hataki kuongojea uongee. Na wewe ukikiri kwa mama yako umepotea laana ya mama. Kabla cha Qur'ani, lakini yule alikuomba amesema mheshimu wazazi. Kwa hivyo kitu kimoja cha heshimu mzazi wako, unapokea laana, sio mama ana Qur'ani. Yule anakuandamana kwa sababu ya kitendo yake mbovu. Kwa hivyo jalisi mama na baba vile alivyo. Inafaa heshima maradufu. Ndio Bwana akufungulie njia kama mwanafunzi upate kupita. Hata ukikosa kupita kile utapata, atakurehemu upate kazi nzuri. Hakuwezesha kufika hii, lakini kwa sababu alikuwa mtiifu na mnyenyekevu, wacha nimfungulie njia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tufunze wanafunzi ama watoto wetu njia iliyofaa, vile wamwendee huyu Yesu Kristo, vile wanatenda yaliyo haki, wasiingie katika hiyo njia mbovu. Akienda sura uchue umeenda kutafuta masomo. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba mti na matunda yake. Mti na matunda yake. Kuna mtu mwovu, kuna mti mwema. Na hakuna wakati mtu mwovu anaweza kuzaa matunda mema. Na hakuna mti mwema anaweza kuzaa maovu. Kwa hivyo tabia ya mwanadamu mchenga katika safari ya wokovu. Ukiwa na tabia nzuri, utahesabiwa kuwa mwenye haki katika hema la Bwana. Ukiwa mnyenyekevu, Bwana atakuondolea maovu. Ukiwa mtu wa kunyamaza, Bwana atakuinua wakati wa shida, wakati wa vita. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa unachunga familia yako nzuri, hata ukienda mahali pale kibarua kosa, ukienda mahali pengine, utapata kwa haraka. Lakini ukiwa mkonogamu, hata atakuachilia, anaona ya kwamba wakati aliyokubariki ulimsumbua sana. Sasa akuachilia, Shetani anatawala. Yeye anaanza kukuonyesha sasa hata kuiba rasmi uibe. Sasa kuonyesha ya kwamba umeteseka. Yeye anakuonyesha ya kwamba hata wale walevi wacha nikunywe ndio stress hizi. Ni pombe inatoa stress. Hakuna wakati pombe inatoa stress. Unamwambia kwa nini umeanza kuvuta hii bangi ati ni stress. Stress ya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu ni yeye anatukontrol maisha yetu. Kiwa unamwamini na kutenda yaliyo haki na mema. Bwana Yesu apewe sifa. Uko na imani ya kwamba hata hii kipungua ukienda mahali pale utafaulu. Kwa sababu Mungu alijua kwamba ile familia yako umeishikilia zawa. Una kombo. Watoto hawahangaiki. Na wewe unaomwamini aweze akaachilia watoto wako wahangaike. Wewe siku hizi wanaume wanaachia wanawake pressure mingi. Mama na uasa na kuwasua angesema ningechua, ningetoka mapema. Pressure imeua wa mama. Unamwambia toka, sintaoa. Kwani kuna malaika unaleta kwako? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hakuna mtu mwovu inaweza kutaa matunda mema. Jinsi vile unaompeleka ndivyo anakuwa. Lakini ukimwonyesha wewe ndio ndikia utaoa ngapi? Kuna malaika wanatoka juu mbinguni. Kitu ya maana ni kuambia katika ndoa zangu Mungu aniongoze. Yule tunayopatana na yeye tuishi. Kama uchaoa toa sadaka ya kumtolea, unataka mwanamke mwema. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi wakati nilipoitwa mwaka 89, Bwana Yesu apewe sifa, nilichekwa na wengi, nikaambiwa bado wewe unafanya huduma wa Bwana na ucholewa. Wakati nilipokuwa naomba, naambia Bwana, si wewe ndio kiongozi na wewe unaochia mambo yote, mimi nakuhitaji. Ikafika wakati pressure ikawa mingi. Nikaambia Bwana, sasa nataka nyumba yangu. Nikaambiwa hapana. Nikafungwa miaka ngapi? 5. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati nilisha baba sasa niongo. Sasa si niliongozwa. Na mambo yakawa sawa. Hatujawahi kupigana, hatujawahi kuinukiana. Heshima sio utumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na kila kitu lazima ukiendee, na ukitaka baraka lazima uifuate. Lakini ukitiwa pressure na wengine wakiwaambia oh bana hujapata watoto, kwani yeye ndiye anapeana watoto, si ni Mungu? Unaambia umekaa umesheka miaka imeisha, nani anajua Sara alipata watoto akiwa na miaka ngapi? Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Kila jambo Mungu akona mwelekeo wako ulio mema. Kila jambo Mungu ukuja wakati ufaro. Usichokapishe kwake ukiwa anavunja. Sijui kama mnanielewa hapo. Kimwendea Bwana uendi na kifua, unakuwa mnyenyekevu, ukijua kwamba mavazi yako umeoza nje na nda. Usichokamuita ukiwa umejichanganya. Tunapata wiki iliyopita ulikuwa kwa wachawi na kwa waganga ukitafuta kababa, nyamaza. Unaleta kwa nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Unaenda huko unataka ukuwe mkubwa kwa kazi. Unaenda kule unaleta nyamaza. Mwindi akikuona anakuona peke yake. Sasa unaona uchafuata ile utaratibu Mungu anataka. Anakuambia omba, tafuta na pisha. Lakini wewe umeomba unataka vitu ya haraka. Unataka Mungu atenda haraka. Baadaye kumbatia muda kwa sababu ni maelfu, mabilioni wanataka baraka. Mwambie Bwana wakati unaenda kunibariki usifanye nini? Usinipite. Ukienda kubariki kwa watu wako unikumbuke. Wakati unaenda kuinua watu wako, hiyo ni maombi ya kumalizia, unamwambia Baba uniinue. Uniinue katika kiroho nikutumikie, unipatie afya njema ndio nipata nikutumikia. Unibariki na kazi ndio sininigunike. Nikue karibu na wewe ndio nifanyie kazi ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo unamuita huyu Bwana katika njia ya utakatifu na katika njia inayofaa, ndiye yeye anakuja kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hakuna wakati unapata mti ulio muovu unasaa matunda mema. Lazima ufanye nini? Uchiamue kukaa kwa Kristo. Ndio Kristo mazao yako yaonekane katika yeye. Maandiko yatuambia hivi. Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaoachia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu. Ndani kwa ni mbwa mwitu mkali. Nirudie 15. Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaoachia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu mkali. Maandiko yatuonya sisi, yatuambia kwamba tujihadhari na manabii wa uongo. Wanakuja mbele yetu wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu mkali. Unaweza aje kuwatambua wewe Mkristo kama ng'ombe? Kwa sababu ni wale niyesema wanataka, wale wanaopitia katika milango mipana. Wanataka ishara ya haraka. Anataka angeingia hapa tu, anachua watu wanaombewa wanapata kazi. Anataka naye aombewe apate kazi. Lakini hajachua utaratibu wa kupata hiyo kazi, ya kupata baraka kwa Bwana. Yeye anataka tu akuje amwagiwe mafuta na atoka apate kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wakati Yesu Kristo alitukufia, alichukua gharama kwetu. Na wewe ni gharama gani umeweka kwa Kristo ndio apate kukomboa na apate kukufungulia milango na madirisha baraka? Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tumeonywa kwamba tujihadhari na manabii waongo. Wale wanaokuja wamevaa ngozi ya kondoo ni wengi. Ndio hapo mwanzo niliwaambia kwamba hata waganga wanakuwa na Biblia kwa sababu wanaona kuna wale wako na tamaa. Ukiingia kwaka ukiona Biblia anakuambia hata mimi ni mtumishi wa Mungu. Unaona jirani yule wako ndiye anakuroga. Wewe unakuja huko unapepa bango unawakimbiza. Shetani yako kazi. Na yeye amechua wakati wake umeisha. Ndio nawaambia kwamba mtu anakuja na Biblia, anakaa karibu na wewe, akisifu unafikiri na malaika, unasema huyu jamaa nimefurahia na yeye ameokoka. Sasa naweza kumeki ndoa na yeye. Haleluya. Kumbe ni mtu wa kutaka mtaka kitu. Anakunyakua baada ya miezi 2-3, wapi? Wengi wanasama na harusi. Mmeona ama mchaona? Bwana Yesu apewe sifa. Ni wale wanaokuja mbele ya watu wa Mungu, wamekuwa wamevaa mavazi ya kondoo, wakisema ya kwamba nampenda huyu Yesu Kristo, lakini atendi mapenzi yake. Atendi vile yeye anataka. Anasema anampenda.
kwa sababu ndani yake ni mbwa mwitu. Anakiri katika ulimi lakini si katika kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Anachiweza. Ndugu mmoja miezi mwaka iliyopita 2 aliingia akasema yeye ameokoka, akabadilisha, akaenda kule watu wamjua nyumbani. Akakaa huko miezi 6 akafanya harusi. Wakati alifanya harusi kukaa miezi 2, miezi 3 akapata mama msichana akiwa kwa nyumba akapata mtu analewa anaanguka kana mato. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ameanguka akiwa matope. Naye amemwambia ameokoa. Kuolewa sio mbaya. Kuoa sio mbaya. Lakini sisi wa Kristo tuonye sana mitindo iliyo mzuri. Na wewe ulio ready kwenda kuoa ama kuolewa, take time. Sitaki ukuje kuregret baadaye. Chukua muda, omba Bwana akuangaze. Wacha kukimbia huku na huko ukitafuta manabii wakuambie. Watakudanganya. Ambia Bwana nataka unipatie mwelekeo. Na jichunguze kwanza wewe. Unaoambia Bwana akupatie mwelekeo. Ulio msafi ama ulienda kule Gikomba, umeona saa 3 unataka kuona ni gani iliyo safi. Bwana Yesu apewe sifa. Mnanisikia lakini? Kwa hivyo kumwendea Yesu Kristo lazima tuende katika njia za haki na ukweli. Kwa sababu wengi wanakuja mbele yao wamevaa magozi ya kondoo. Wanakuambia tunakupenda, hata wanakuja kwa boma, wanatengasa, wanasema tunakupenda, lakini ukienda huko atakwambia wanawake ni wangapi niliacha kwa barabara. Mahali nilikuwa nasoma niliacha graduation ni wangapi huko. Hao ndio nasema mapenzi yao iko kwa macho lakini iko wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Lazima uchue mwenye ako ready na yule yuko Yesu. Na wewe ukiamua kuwa na msimamo. Na wewe ukiamua kuolewa kuwa na msimamo. Ndio sasa Mungu akuje akiwa Mungu. Wacha kupita kwa manabii wengi unataka ufanuliwe. Ukienda kwa leo unapata kwa leo uone kama yule Agnes ya kukuana amekuambia ukweli. Unapenda huko unapata Wamboi kama anakuambia ngine. Unakuja hapo unapata mtumishi one ni nani uliotabiriwa kwa ukweli. Utasama. Bwana Yesu apewe sifa. Sitaki ukuje kusama na baadaye ukuje kusema ningejua. Nataka umfuate huyu Yesu Kristo mwenye upendo na amani, mwenye kufungua nyumba, mwenye kubarikisha, akufungulie njia. Kuwa mvumilivu. Muongojee Bwana, omba Bwana. Kwa sababu anasema anayeomba atampea, anayotafuta atafanya nini? Mwenye anayepisha atafunguliwa, lakini usipishe ukiwa na fujo. Kwa sababu ukificha ukiwa na busho utapokea kitu mbaya mbovu. Lakini ukipisha ukiwa na imani na tumaini kwa Kristo utapokea mema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tujiadhari na manabii wao. Kwa sababu kuna wale wanaokusa wanasifarisa, unaona ni mzuri, anaongea na upole kama anakuwa Biblia. Sasa hiyo kama ni mwanaume anakuwa Biblia, kama ni mwanamke amekuwa Biblia. Lakini akifika kwa nyumba, Bwana Yesu apewe sifa. Anaita mama wa Bwana mwanamke. Unamuita mwanamke? Kwani ni mwanamke mwenzako? Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tuache kuwa na heshima ndogo. Sisi wa Kristo wa mama tuache kuwa na heshima ndogo. Isharizi mahali kuingia vile umemuona hapa mpatie heshima yake. Ingine judgment uache Mungu afa. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe mwanaume wakati unaongea na mahali ongea na heshima. Wacha kujionyesha sana kwamba uko na mali. Awaza kuambia unamwambia kwenu wamejiwezi. Wakati ulimwao kujua kama hawajiwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani wewe ulizaliwa na mtajiri? Sio mpata hivyo. Na wengine zaidi hapo wanaume wakichukua watu wanachua hawana wazazi, wanawatesa mbaya.
au anawakemea wenye kuwafanyia hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Alijua mzazi yako anakuambia hakuna mahali utanipeleka. Hata wengine wanasema life, hata ukinistaki nani tutaenda na yeye kotini. Ujue yule kuna Mungu wao mwenye atingisiki, mwenye wa neema na huruma kubwa. Kama wewe una huruma, kuna yule aliye huruma atakesi yake. Yaani unamdharau, unamuongezea mabrajizano. Ukimwambia kama umechoka na mimi, Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unamuonyesha kuna njia. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna manabii wanaombea wachane, yatima na maskini. Wakikutana na wewe, utajua ujui. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa ni mivuke imechaa, itatoboka. Utaanza kusema nimerowa. Huyu jirani alinionea wivu, yeye ango alinielewa. Kumbe ulichukua mwanamke, ukijua yeye ni yatima, umeenda kumfuruga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mahali unakanyaga heshima mahali pale. Mahali unakanyaga onyeshane heshima ndio simiwe. Lakini wamama tusiche tukahite mama mke ya kwamba wanawake ni mwanamke umeraniwa tayari, afadhali utoke huko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani saa hii ndio unaona hawezi? Hebu nataka uangalie yule mwanaume uko naye amechomeka. Na mbona unaita mama mke mwanamke? Sio mwanamke mwenzako, hiyo ni matusi kabwe sana. Ikiwa wewe ni mmoja wao uliongea yuko under apologies. Kwa sababu kuomba msamaha kumekubali. Ulimwambia hata ukisema ni hasira. Ilipanda, inapandia mama mkwe. Kwani ni lika yako? Bwana Yesu apewe sifa. Huyo sio lika yako, mpatie heshima yake. Hata mwambie Bwana ninashukuru kwa sababu huyo mama alinenendea mwanao. Lazima mkubali. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe mzee mheshimu, usema ile familia umetoka is very poor, na kifanya kingine kumistreet utafanya kitu. Heshimu kwa sababu kule ndio ulitoa mwanamke. Amekusalia watoto. Kama hajakusalia, ako karibu kukusalia. Kwa hivyo lazima mpatie heshima. Kuwa na msimamo. Wacha kuwa na msimamo nyumba juu. Yumba. Bwana Yesu apewe sifa. 16 atuambia mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu uchunaye misabibu katika miiba hamo tini katika miparuti. Hivyo hivi kila mti mwema uzaa matunda mazuri na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Kwa hivyo hao watu manabii wa uongo mtawatambua kulingana na tabia na matendo yao. Kwa hivyo manabii wa ukweli utamchua katika matendo anayofanya. Lakini muovu utachua pia na uovu wake ile anayofanya. Anaongea uongo, kila mahali anaenda afanya hivi na hivi. Hao wote mtawatambua. Ndio wanafananishwa kuwa mtu mwema na mtu mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo kila mtu mwema uzaa matunda mazuri na mtu muovu uzaa matunda mabaya. Mtu mzuri uzaa matunda mazuri na muovu uzaa. Kwa hivyo tabia ya nabii inaelezea ya kwamba yeye ni mtumishi wa Bwana. Na ingine elezea yeye sio mtumishi wa Bwana. Utachua wakati unaosoma katika maombi na unayosoma Biblia. Kuanzia Agano ya Kale na Agano Jipya. Lakini ukikaa tu unaendelea huko Kisumu, isikia kuna Uganda, Tanzania mnabii, wewe unaenda tu unafuata upepo. Kwa sababu unataka ishara na miujiza. Lakini hakuna ishara utapata isipokuwa ile ya nani? Yona alipata ishara. Aliambiwa aende wapi? Akaenda wapi? Lakini uliona kile Bwana alitenda kwake. Ndiye kuamini ya kwamba Mungu hako. Na wewe usiongojee kitu Yona aliongozea. Wewe mwabudu Bwana, mwambie mahali hapa ndio nimekutolea saka na sadaka zangu. Mahali hapa ndio nakutolea dhabihu. Na pia uacha moyo wako ukae ndani yangu, ndio nikutumikie mahali hapa. Ndio nitafute baraka mahali hapa.
Ukitafuta baraka mahali hapa tukisema tusaidie yule mtoto, unatoa hela yako 5, 10 unamsaidia. Hapo ndio unatafuta baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukibeba yule aliyo na shida, ukiwa unafanya mchengo unampeleka, ndio unatafuta baraka. Na Bwana naye atakukumbuka. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko pamoja. Lakini tukisema ya kwamba tujenge hii nyumba, unaenda utatafuta baraka. Kwa sababu tusipofanya mchengo hapa duniani, kuna mbinguni tutafanya. Tutahesabiwa wenye haki wakati tuko hapa. Lakini uweze ukahesabiwa mwenye haki ikiwa uko mbinguni. Mbinguni pale atuhesabiwa, bali tunaenda mastarehe. Kama ni wachane ni jehanamu, kama ni wa paradiso ni paradiso. Lakini mahali hapa ndio tutatafuta uso wa Bwana, tuhesabiwe tukiwa wenye haki katika hema la Bwana. Na wewe ukihesabiwa ukiwa haki katika hema ya Bwana, lazima utende yaliyo mazuri. Ukitenda yaliyo mazuri, utendee mwenzako mema, utendee rafiki yako mema, mfanyikazi mwenzako mwema, au watoto kama hao watendee mema. Ndio utasiwewe kuwa mwenye haki. Utende kulingana vile maandiko matakatifu yasema katika hema lake. Ukuwe mwaminifu katika njia zake zote, usiwe mwishi katika hema lake. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ukucha wakati ufaaro, harakati wala kuchelewa. Kwa hivyo matendo ya mwanadamu ndiye naweza kumhesabia kuwa mwenye haki na uaminifu wake ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Wajua kuna mtoto unaweza kuonya hapa na yeye afuate njia zake haraka. Lakini kuna yule anaweza kuonya mahali hapa nungunike, na saa ile wanakuwa na dadi na mama wanakula. Anasema unaona yule mwanamke Esther. Sasa mtambui kuwa Arida anamuita mwanamke. Na nyinyi mnacheka kwa sababu mtoto anasema mwanamke. Huyo mtoto umemchenga katika Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ikiwa ni mwepita njia, ako mkubwa yake, atamuita mwanamke. Kwani mwanamke mwenzake? Sio mwanamke mwenzake. Inafaa mtoto akirekebishwa asike. Mtoto akikuletea story kama huyu anasema mwanamke, mpige kofi ya mgongo na ya wapi? Kichwa bwana, utaharibu akili yake. Unaambia hapo, unamwambia nani unaita mwanamke? Yule ni kiongozi kwa kanisa. Yule ni secretary. Wewe unaenda kucheka ati huyo sikia vile wanasema. Na wewe unachangia. Huyo mtoto hatakuwa na heshima. Atatoa laana kwa kanisa. Wanafunzi tumeelewana? Lazima wenu wakubwa mwapatie heshima. Kule hicho ukipata mkubwa kuliko miaka yako mpatie heshima. Wacha kusimama kumutusi kwa chini ni yango, unasimama kumutusi kwa chini ni anti. Difference ikiwa kwa wazazi, wacha kuleta kwa watoto tafadhali. Hata mtoto akikuona anakutemea mate, mimi ukinitemea nakurudishia. Unajua nikikurudishia ni mbaya. Nikiona ukitemea mtu mate na yarudisha kwako. Unajua utafanya nini? Kwa hivyo lazima tujifunze njia nzuri. Ukiona huyu mkutana yeye akae pipeline, akae kwale, msalimie ya heshima. Kama utaki msalimie pita tu na heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kisasi kinapokea laana kwa sababu hakina heshima kwa watu wakubwa. Icharisi awe na ngo yako anti yako ni nani? Lakini yoyote aliye mkubwa wako, hawe mnaishi katika plot moja, mpatie heshima. Ambia mama fulani, mama Peter, mama Mary, mpatie heshima. Lakini sio usema huyu mwanamke ako hapa anatusumbua sana. Dadi ukituacha hapa na mami huyu mwanamke, kwani mwanamke mwenzako? Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe unamuuliza mwanamke gani dadi? Yaani unamuita dadi, unasahau dadi ni nani? Unampatia kichwa. Kwa sababu atakiroho na hiyo spirit ya kuita watu wazima wanawake, kuita wara wanau. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nafurahia sana ni kuwaona kuna wale walio mahali hapa wambadilika. Pigia makofi. Kuna wale walioingia katika irango wakaambiwa hii mavazi ni mbaya. Katika kanisa ifai kwenda hiyo na Amerika. Piga makofi mingi sana. Kwa sababu wametii. Wamekuwa na heshima. Watu kama hao baraka zao zinafunguliwa haraka. Lakini wewe mwanafunzi ukionyo unageuka, unaanza kuongea vibaya. Sura unasomanga ama unasoma nini? Bwana Yesu apewe sifa.
Sume unasoma nini? Bwana Yesu apewe sifa. Heshima sio utumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu mkubwa mbele yake akikuonya, usiongochee mama peke yake akuonya. Anasema ananionea wivu kwa sababu nimevaa subsuta. Ananionea wivu kwa sababu nimevaa hii dress imekuja. Sio wivu, anataka ukae veo poa bwana. Ndio wakati wako mama yako yuko unahitaji usaidizi. Watu siku hizi naona hata vijana mnavaa manyororo mengine. Hiyo manyororo ya kwenda wapi? Ni fashion. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo inakuanga fashion. Msio kako wapi? Msio kako kweli? Ayuko? Wewe msio kako wapi? Taniambia baadaye umempeleka wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ni wakati tunatafuta uso wa Bwana katika njia nzuri, kwa sababu tukifuata huyu Yesu Kristo tutazaa matunda yaliyo mema. Bwana, wakati hatutakuwa karibu na watoto wetu, wataheshimiwa na kusaidiwa mahali kuna shida. Tuko pamoja? Mahali uyuko karibu wewe, hata akienda kule ng'amba kusoma, haende kule Tanzania, atakuwa na heshima yake. Atakuwa amejiheshimu. Hata kule, hata ikiwa ameisiwa fare, utapata mtu akisema pale patie huyu fare aende. Aenda mahali alikuwa naye, kwa sababu aliingia mahali pale akiwa na heshima. Lakini ukimwonyesha watu wanakaa hivi, hawajali, haheshimu watu wakubwa, anaenda pata au mshungu anamtemea mate. Mshungu ni mtu wa kutemewa mate. Ukimtemea mate kuisha. Lazima tukue watu wa kuonyesha tabia. Tuache noise makers kwa nyumba. Watoto wasoee vyema, wachiwe tabia wanafaa wakae. Kisoea noise makers hata yule akiwa ni msichana akioa, atakuwa noise makers. Ikiwa ni kijana, tasema hata baba niliona akitusi mama. Alikuwa na mtusi kisagadeke. Kwa ni uongo nimesema? Hawana heshima. Hawaoni watoto wamekuwa wakubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hata akiwa ni mtoto wa ana ama akiwa ni Sami tumbo akisikia mama yake akituzigwa, si akienda kwa bora ataambia watu nisikia baba akituzi mama hivi. Hata atamuuliza hiyo chini na manizaje. Unaona? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana, wakati Sara alikuwa mdogo, kuna wageni walikuja kunitembelea. Akasikia wanatusiana sakaneke umuisi huyo, alikuja kaniuliza mamu. Akauliza wenye walikuwa na hii ni nini ni matusi. Kaniambia mamu, saga na umuisi na maanisha nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale wamama wako na hiyo matusi kweli? Wasee ni ngumu. Nilisikia wakati mwingine ikiwa napumzika, shatoka nisikia ngambo ile mtu akikaa kwa gorofa. Saga negeri, njua. Ngasema hata leo kuna matusi. Yule mimi ni mbaya bwana. Fundisha watoto vizuri. Ataenda asahau aongee kwa jirani, mwenye chui hiyo kabila ongea hiyo matu. Na jirani aenda ambiwe huyo mtoto alikuwa anakuongeleza hii. Sio unaona itakuwa mbaya. Kwa hivyo ukaa vyema na kwa watoto. Unajua mama akitoka kwa nyumba, dadi anamwambia, "Umeangalia hii skati inafaa vyema." Alikuwa mkumba anasema aje? Anajua kuna upendo na kuna upendo na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna fucho. Hakuna drama. Na mtoto akienda mahali pale anasema nitaenda nipate wameuana. Yaani mtoto anasoma na stress. Alafu unakiwi kwa nyumba at the end of the time unamwambia hii ni nini umepata? Akili yako ni kama ya mamako. Kwani kwa nini ulienda kuchukua mama yake? Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe ndio umepaa mtoto stress. Kuishi hata watoto wadogo wanapata pressure kwa asisi wa wazazi. Mtoto akitoka mahali pale aachi amani. Akienda kusoma hata mwenzake muuliza, "Si tusome ni nini unarara?"
namwambia lakini kuna stress. Naweza kuona nipata mama ameuao ama baba amemwagiwa maji moto. Bwana Yesu apewe sifa. Nasikia roho analia sana. Kwa hivyo roho akilia kati yetu, kuna wawili watatu kwa kati yetu. Maombi yangu muende muache, muombe Bwana aleta amani. Amukujie tuwaombe hapa. Tufukuze hiyo roho ikiwa tumuenda kule kuzimu. Mtoto asienda akilala ati unakuja na mgombaliza, kwa nini umeanguka? Na wewe ndio umefanya kuanguka kwake. Nyinyi ndio mmefanya huyo mtoto anaanguka. Kwa sababu anaenda akiwasa. Mimi naona hata mama apati dadi heshima, naona hata dadi apati mama heshima, anamuita kisagane mbele yangu. Nasema hivi kwa sababu sana sana hiyo lugha ndiyo inatumika kwa hiyo kabila. Bwana Yesu apewe sifa. Zime nakataa kuwa. Bwana Yesu apewe sifa. 16 atuambia mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mtu mwovu uzaa matunda mazuri. Kwa hivyo ukiona mti mwema lazima uzaa matunda mazuri. Sifa. Lakini mbaya uzaa matunda mabaya. Kwa hivyo kulingana katika Kristo ndiye atakubariki na kuunda hivyo. Ukijiweka vibaya utakuwa mbaya. Ukijiweka vyema utapokea baraka. 21. Katika 21 tunahusu chisi waliojiweka katika wanaojiandaa katika Kristo. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanaye mapenzi ya Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Kujiandaa katika ufalme wa mbinguni, uwezi ukaenda ukiwa na madoadoa, ukiwa umejichanganya, ukiwa jana ulikuwa kwa mganga leo uko kanisani, unapepeta bara unasaka, unasema ni kawaida ndatubu, hatujui kurudi kwake, hatujui masaa yake. Inataka kila wakati tujiandae. Tuwe waaminifu katika njia za Baba na tumtumikie katika roho yake na ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunaona tuambiwa ya kwamba si kila mtu aitaye Bwana Bwana atauona ufalme wa mbinguni. Ili ni wale wanaotenda mapenzi ya Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wanaotenda mapenzi ya Baba. Nilikuwa na ndugu mmoja alikuwa anaitwa Tiger. Tiger alipokuwa anaingia kanisani, anapiga drum akiimba. Unasikia mbinguni inashuka. Lakini wakati wa kifo chake hakukuwa anatenda mapenzi ya Baba. Au anajifananisha kama wale kondoo wale watu wamevaa ngozi ya kondoo. Alipokuwa hospitali alilia, alihitaji manabii. Usije ukahitaji manabii wakati uko hospitali, ita manabii wakati hata unamtukuza Bwana ukiwa hai. Usije ukamwomba Bwana wakati uko hatarini, na wapo mwanzoni ulikuwa unamuomba, ulikuwa mastare yako, ulikuwa hata utambui jirani yako, ulikuwa utambui hata mwenzako mko na yeye. Lakini wakati wa shida unaanza kumulilia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo itakuwa kama drama ina machi. Ndio tunaona ya kwamba maombi yatuambia, maandiko yatuambia wale wanaojiandaa kuhusu Baba ni wale wanaofaulu katika hii safari. Na tukaambiwa ya kwamba sio kila mtu amuombaye anaita Bwana Bwana atauona ufalme wa mbinguni. Ili wale wanaotenda mapenzi ya Bwana. Ni mapenzi gani anaongelea juu? Wale wanaofuata njia zake na sheria zake, wale wanaoitisa nguvu zake siwatumikie peke yake, wale wanaotaka Roho Mtakatifu awahudumie, lakini sio mtakachafu na mtakakitu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anaweza kukuambia ya kwamba nampenda Bwana, yeye ameokoka, lakini hakuna neno ndani yake. Ukiona mtu kama yeye ana neno ndani yake, ni huyo mtu anaita mama mkwe mwanamke huyu. Ampe heshima yake, anamuita mwanamke asifu, yeye ni mwanamke mwenzake. Anakosa heshima ama hajakosa? Kwa hivyo ndio tunaambiwa utawaona wengi wanaomuita Bwana, lakini sio wengi wataingia katika ile mji. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi wamemuita lakini hawatendi mapenzi ya Baba.
Wanasema natoa ushuhuda, akitoa ushuhuda unaweza kuanguka. Lakini kumbuka kuna wale wameweka kwa ajili ya wakati wa mwisho, wakati wa maangamisho. Maandiko yatuambia kuna wale ndio kwa sababu wanafunzi waliosema ya kwamba walipopata ngano na magugu wakasema waitoe, lakini aliwaambia mwache mpaka wakati wa mavuno. Hiyo ndio kanisa ni bahari. Inabeba magugu, samaki, nyoka na kila aina ya mnyama. Kwa hivyo wewe mpendwa, chunga imani yako. Nataka uchunge imani yako. Usichengwe katika maneno, lakini uchengwe katika neno la Bwana. Ukitoka hapa jaribu umetoa kitu kimoja chenye uweze kukulinda siku 2-3 katika maisha yako. Usikuwe na maneno, kuwa na neno ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa na neno ndani yako. Sema Bwana mimi nakuhitaji. Kule mahali pale kumefundishwa hivi, kumehubiriwa mahali pale, lakini katika hali yangu vile nilikuambia Bwana ukinibariki nitakufanyia, sishatimiza, nipatie nguvu ya kutimiza hilo neno. Bwana Yesu apewe sifa. Hii katika safari ni zito, kuna vitina, kuna uchochezi, lakini nakuomba Baba unipatie uvumilivu na imani ya kuishi. Lakini ukiomba unasema Baba nataka unibariki naye, uchaitiza imani ya kuishi. Katika hii safari kuna vikwazo. Ndio uliona walienda wakiwa maelfu lakini wakamaliza nani? Walikuwa na nani na nani? Hao wengine walienda wapi? Kumbuka hao wengine walienda wapi? Na walikuwa wameokoka. Walikuwa wanamtumikia Bwana. Unaona yale Musa alifanya? Alikuwa mcha Mungu, lakini kaburi yako utaweza kutafuta upate? Kwa nini? Kwa nini uweze ukatafuta kaburi yako upate? Alikuwa nabii. Aliongoza wana wa Israeli. Akawatoa katika nchi ya utumwa akawaleta. Lakini mahali hapa ni nani aliyefanya Musa akatenda dhambi? Bwana Yesu apewe sifa. Nani aliyefanya Musa akatenda dhambi? Amjui mwenye alikosa Musa kutenda dhambi? Auta? Amen. Barikiwa sana kwa ajili umejaribu. Musa wana wa Israeli walifanya yeye akakosa imani. Walipozunguka na kufanya yaliyo maovu alikasirika. Alipofika mahali pala aligonga ile mara ngapi? Na aliambiwa agonge mara ngapi? Kwa hivyo wana wa Israeli walifanya Musa akafanya. Kwa hivyo wale wanaokufuata wanataka kufanya wanataka kufuata waone vile unaelekea. Unajua kuna wale wanataka waone you fail. Waone unaenda wapi? Unamalizia wapi? Umesoma ya kwamba umefaulu. Wanakumonita waone unamalizia wapi. Kuna wale wanaokuongojea sio kwa mazuri, wanataka uveli katika njia zako. Ndio nakwambia wewe unaoamini Yesu Kristo, kaa katika maombi, kaa katika neno. Usiongozwe na maneno ya wanadamu. Kwa sababu mwanadamu anaweza kupoteza, lakini Yesu Kristo atakupoteza kamwe. Wewe mwambie wakati unaenda kubariki wenzangu, wapendwa wako, watakatifu wako, unikumbuke usinipite. Nitakapofika asubuhi nikiwa mzima, nitalikutukuza na kuliinua neno lako. Lakini isipofika asubuhi, Baba unikumbuke katika kiti yako Lakini wewe unaona ni kawaida unakula, hata unasahau unamwambia, umeomba? Na mko katikati. Unastore mtoto kama ameomba, unakula haraka haraka, hata saa nyingine wengi tunaomba tukiwa kwa kitanda. Ujue je Shetani anatafuta wafuasi. Anatafuta wale wamekuwa hydro. Kwa mawazo. Wanaona wamehangaika, wametafuta kazi siku mingi. Wanaona hawatafaulu. Hawana hope. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe Mkristo, liwe sio hapo, inyeze mawe, inyeze mvua. Wewe simama katika Kristo. Mwambie najua wewe Shetani ni muongo. Kama wana wa Israeli hawakuona ile usiri walitolewa walikuwa katika mateso. Unafikiri yule anakutoka nyuma atakuona? Anaongojea kuanguka kwako. Kwa sababu ile kuanguka kwako ndio kufuraha yake. Lakini wewe unaambia Bwana usiongojee walionitoka nyuma ama maadui yangu waongojee kuanguka kwangu. Nataka waone ushindi wako kwa sababu wewe ulishinda vita. Nataka uone ushindi wako ndani yangu.
Usiache aibu nitendekee. Nataka vile tulianza na wewe, tumalize na wewe. Hata sijatoka kukutolea kwa sababu nahitaji utakatifu na uaminifu ndani yangu. Katika kutoa ni amri yako, na vile amri yako unifanye nilitumise. Unajua Sunday inafika lazima nitoe. Na katika kutoa najua utanichenga na njia mingi. Utanikinga na maovu, utanipiganie vita. Usiache Shetani akachifune nikose ya kukutolea Bwana. Uniongoze vile upendavyo. Bwana Yesu apewe sifa. Utende makubwa ndio waachie wale wanaongojea kuanguka kwangu wakuone ndio waokoke. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wale watakao uliti ufalme wa mbinguni, wale watakao ingia mahali pale patakatifu, ni wale wataotenda mapenzi ya Baba, sio mapenzi yao. Unapangia sasa Disemba, nitanulia wasasi hii, nitafanya hivi. Aba anaambia Bwana nakushukuru kwanza. Ile usimo umenipatia the year ni kitu ya maana sana. Na vile naenda kule nyumbani, kuna wale wanaenda warudi. Ama mjajua? Wasikie rati leo ulipata kazi. Unawechiweka kwa mtandao. Ukiwa kule kwa masini, unainua mkono juu. Yaani walikuwa wanaongojea usame, lakini umeinuka. Bwana amekuinua. Kwanza ni kumshukuru Bwana, kumwambia kabla sijakanyaga ile mwaka wa Disemba kuenda, nataka nikutolea kwangu kunisimamie mpaka nirudi. Ngoja kujificha. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tufuate ile vile wale wasee walikuwa wanafanya wakufaulu. Hakuna jambo lililo na nguvu kama kumtolea Bwana. Hiyo ni sine nawaambia, hakuna jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna jambo awe kipofu atapita kwenye miiba. Hiyo utatolea Bwana, umwambie hiki kipofu apite. Unamwambia sasa najua mahali naenda, sio wote wananiongojea uone kufaulu kwangu. Sio wote wananiongojea uone vile nimeshuka. Sio wote wananiongojea uone ile suti nafaa. Lakini wana expect maovu kutoka kwangu. Lakini kwa sababu wewe ni mtu wa kutendea haki aliye mwema mbele yako, nataka unitendee, uniachie ushuhuda. Na mahali pale wakiona waseme Mungu wako, na yeye atasidi kuwa, na yeye asidi kuabudiwa. Unajua kuna wale wanaongojea aibu yako. Kuna wale wanaongojea kiwa ni harusi mlifanya mvurugana. Kuna wale wanaongojea kiwa ni ndoa ikae miezi 3 ishe. Kuna wale wanaongojea hata waseme usipate watoto. Ama ni uongo. Lakini waambie Bwana, uniondolee aibu. Ile aibu ya kukuondolea nikupata umekuwa successful. Na yule anakuanga successful, lazima apitie bei ni Bwana. Na bei ni aina gani unapitia? Lazima uende kwa makoti umuombe Bwana. Usisikilize yale watu maongea. Nataka usikilize neno. Linakuchenga, linakuinua, linakupeleka mahali popote. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukienda Disemba kule nyumbani, unakanyaga kama simba wa Yuda. Kule mahali usituki upenduki, unasema Bwana ndiye alinitoa mahali pale. Na aliweka hata huyu adui wako mnunulie sabuni aoge vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo yeye Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Na wale wataingia katika ile nchi ni wale wanaotenda mapenzi ya Bwana. Sio watu vigeugeu, ni wale watu wasiacha madoadoa katika mavazi yao. Bwana Yesu apewe sifa. 12 Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, aliyekufanya atukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina la kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza. Ndipo nitawaambia daili, sikuacha nyinyi kamwe. Ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Hati wengi watamwendea katika ile siku ya mwisho,
Watamwambia, Bwana, Bwana, nilitenda maajabu katika unabii kwa jina lako, miujiza na mambo mengine nikatoa mapepo. Lakini atawaambia mwanzoni mwisho ya kwamba hawajui kutoka kwake. Tunapata ya kwamba kuna wale watu wako kwa ajili ya wakati, au wako kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Lakini wewe msikilizani, kuwa mahali pale kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Kwa sababu yote yeye Mwenyezi Mungu anajua ya kwamba atakusidizia. Ukiona Sulemani aliitisa hekima na busara na maarifa, si ndio? Wakati alipoitisa, hakuitisa mali mingi. Mungu alijua ya kwamba hiyo mali yote iliyo duniani ni yake. Baadaye akamuongezea. Kwa hivyo kwanza tafuta ufalme wa mbinguni. Kuliko vyote tafuta ufalme wa mbinguni. Ambia Bwana, sasa nataka kuona uso wako. Ndio wakati mahali pale nikitoka, kama nataka nyumba yangu, unitafutie mtu sio drama kwa nyumba yangu. Unatafutia mtu sio noise makers. Bwana Yesu apewe sifa. Sio Delila. Kwanza tafuta uso wa Bwana kuliko vyote utafutao. Ambia Bwana, nichenga, ni wakati wangu imefika. Nahitaji kuwa na mke, nahitaji kuwa na mume. Nichenga nyumba yangu kwa sababu ni andiko. Ni wakati wangu, nataka kuwa vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unaotafuta uso wa Bwana kwanza, yeye atakufungulia mengi bila kumuelezea. Anajua umefika, unahitaji, na anakubariki. Anajua unahitaji watoto, unahitaji watoto wakae vizuri. Unahitaji watoto wasikue hivi na hivi, na wewe wafundishe njia za Bwana. Ni kila mmoja wakiona mahali, ndio wakati utakuwa. Mnanielewa? Wakati utakuwa waheshimike. Lakini ukiona hawajui kukaa na majirani, wanatusi jirani. Mjirani akija akipata nyinyi mfurugane kitoka ama kamba. Kwa mama na kamba ya kuanika nguo. Kijana anaingilia kati, msichana anaingia kati, vita inakuwa Iraki na Irani. Sasa utavutisi mama, utavutisi baba, utavutisi mtoto. Lakini mtoto akicha apata kuna vita, ambia, ai, mama fulani, mama, ni nini hii mnaleta aibu? Hata wakati utakuwa mbali, akiwa amekosewa, amekosa kitu, ataambia huyu mtoto, hata ikiwa wazazi wako wako mbali, hata wako, wakati walikuwa hai, alikuwa na mtu wa kuunganisha, hakutaka mambo mengi. Lakini wewe ukienda, unaingia vita ya mama na baba, unaingia katikati ya watu wa proti, na wewe unaanza kuchengia, wewe ni mama ama wewe ni baba? Bwana Yesu apewe sifa. Ambia mama, dad, wachana hiyo mambo. Wachana hiyo mambo kwa sababu mwisho tutarudi tuishi pamoja. Hii inakuanga hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila jambo ukucha wakati wako. Kila jambo inakucha wakati wake. Mungu akitenda achelewe na kuharakisha, anakuja na tarehe yake. Kwa hivyo yote unayofanya itaishabiwa mbele ya Bwana. Kwa hivyo yule Bwana anahitaji, ni wengi wataita baba. Watamuita, lakini sio wote wataingia katika ile mchi. Wale wataingia ni wale wanatenda mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi wataenda mbele asema tulifanya hivi na hivi. Lakini mwisho atawaambia toka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo usifanye kitu ukiwa umekunjana. Usifanye kitu ukiwa umelazimizwa. Kwa mtu wa kujitolea na kufanya mambo yaliyo haki na kweli. Fuata matendo ya Yesu Kristo, ndio kuwe mwaminifu katika nyumba yake. Kwa hivyo yale mazuri unataka utendewe, tendea wenzako. Ndio hata Bwana atakukumbuka wakati wa vita na majaribio. Kwa hivyo yale mema unataka yahesabiwe, ayesabiwe huko kabla hujatenda hapa. Na kila ambayo unayofanya itaisha wakati wako wa mwisho kabla itatendeka kwa hivyo ni vizuri tufanye yaliyo mema, tuombeane yaliyo mema, tukae katika neno, na Bwana awabariki.